Machungu ya Netanyahu, siri ya uharibifu mkubwa wa Iran dhidi ya Israeli, hata jengo la sayansi halikusazwa. Katika usiku wa tarehe ya 13 Aprili 2025, anga ya Mashariki ya Kati ilitetemeka, si kwa tetemeko la ardhi, bali kwa ghadhabu ya makombora, droni za vita na huzuni ya taifa moja lililo katika maumivu makubwa. Iran, kwa mara ya kwanza katika historia ya karne hii, ilivunja ukimya na kufanya shambulizi la moja kwa moja na la kushtukiza dhidi ya Israeli. Dunia ilishuhudia tukio lililotikisa siasa, sayansi na utu wa mwanadamu. Lakini katika msururu wa uharibifu huo, kuna jengo moja tu lililogeuka kuwa alama ya huzuni, hasira na mshangao. Jengo la sayansi na teknolojia ya juu lililoko mjini Rehovot, lililokuwa fahari ya taifa la Israeli na moyo wa maono ya kibinadamu wa kizazi kijacho. Mashambulizi yaliyoandika historia mpya. Kwa zaidi ya dakika 45, anga la Israeli liligubikwa na milio ya makombora ya balistiki, droni za kujitoa mhanga na makombora ya masafa mafupi kutoka kwa wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Kwa mujibu wa maafisa wa ulinzi wa Israeli, zaidi ya makombora 550 yalirushwa, huku takriban 160 kati yake yakielekezwa katika maeneo ya mkusanyiko wa kijeshi, taasisi za utafiti na miundombinu ya kimkakati. Lakini hakukuwa na shahaba yoyote iliyoumiza moyo wa Netanyahu kuliko shambulizi la moja kwa moja kwenye jengo la taasisi ya sayansi na Weizmann, eneo lililokuwa kitovu cha uvumbuzi, tafiti za kimatibabu na miradi ya anga inayoshirikiana na NASA. Kilichoanguka sio tu ukuta, bali ndoto za vizazi. Wakati kombora la Iran lilipogonga jengo hilo usiku wa saa 3:16, mlipuko mkubwa ulilipuka ukiliteketeza sakafu 3 za jengo hilo. Moto uliofuatia ulidumu kwa saa 6, licha ya juhudi za vikosi vya zimamoto na msaada kutoka kwa mataifa jirani. Karibu watafiti 32, wakiwemo wanafunzi wa shahada za uzamivu kutoka nchi mbalimbali, walijeruhiwa vibaya, huku wengine wakiwa hawajulikani waliko hadi leo. Netanyahu, aliyewasili kwenye eneo hilo asubuhi yake, hakuweza kuzuia machozi. Alisimama kimya mbele ya kifusi kilichokuwa zamani kitovu cha matumaini ya tiba mpya ya saratani na Alzheimer. Hiki sio tu shambulizi la vita, bali ni shambulizi dhidi ya mustakabali wa wanadamu wote, alisema kwa sauti ya huzuni. Maabara ya ndoto iliyosambaratika. Jengo hilo halikuwa la kawaida. Ndani yake kulikuwepo na mradi wa siri ujulikanao kama Genesis 47, ushirikiano wa kimataifa kati ya Israeli, Marekani na Ujerumani, uliokuwa ukifanya tafiti juu ya kupandikiza kumbukumbu bandia kwa wagonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Wanasayansi walikuwa karibu kufanikisha teknolojia ambayo ingeweza kusaidia watu waliopoteza kumbukumbu kurejeshewa maisha yao ya awali. Pamoja na hayo, sehemu ya maabara hiyo ilikuwa kihifadhi data za satellite ya kimataifa inayosaidia kutoa tahadhari za mapema za majanga kama tsunami na tetemeko la ardhi. Kwa maneno mengine, kilichoharibiwa hakikuwa tu cha Israeli, bali kilikuwa cha dunia nzima. Iran yasema ni jibu kwa uvamizi wa Israeli Damascus. Katika taarifa rasmi, Iran ilisema shambulizi hilo lilikuwa kisasi cha kuuawa kwa majenerali wake 7 katika shambulizi la Israeli katika ubalozi mdogo wa Iran nchini Syria. Huu ni mwanzo tu. Sisi tunapigana kwa heshima yetu, alisema mkamanda mkuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu. Lakini je, kisasi hicho kinahalizisha kushambulia taasisi za kiraia? Je, katika kutafuta haki, ni sahihi kuvunja ndoto za watoto wasio na hatia? Ulimwengu washuhudia kimya kikiwa na maana kubwa. Viongozi wengi duniani waliungana na Netanyahu kulaani shambulizi hilo. Umoja wa Mataifa ulitaja tukio hilo kama shambulizi la kiuhalifani, anga la mustakabali wa sayansi na amani. Rais wa Faransa alitoa ujumbe moja kwa moja: kushambulia kituo cha tafiti ni sawa na kushambulia wanadamu wote. Kwa upande wa Netanyahu, sauti yake ilibeba uzito wa historia. Siku moja watoto wetu watauliza, baba, kulikoni jengo letu la ndoto liliteketezwa? Nitawaambia, kwa sababu dunia ilikaa kimya wakati waovu walikuja na moto mikononi. Barakishi moja kwenye Aba alisema pia kwenye kurasa yake ya Twitter, ni kuzaliwa na maisha ya kihistoria.
Je, unajua watu wa Nikubwa baki kwa hapo, shahada ni kokopo? Machungu ya Netanyahu. Makani badilika dhidi ya Irani. Simulizi la dokta mmoja aliyepoteza kila kitu. Dr. Eliana Barulevi, mtafiti mkuu wa bioteknolojia, alilia mbele ya luninga ya taifa akisema, "Mimi sio mwanajeshi, mimi ni mwanasayansi. Kilichoteketea pale ni kazi ya maisha yangu yote. Tafiti za miaka 17 zimeteketea kwa dakika moja. Lakini bado sitakubali ndoto zangu kufa. Nitajenga upya hata kama ni kwenye hema." Maneno yake yalisambaa mtandaoni kama moto jangwani, na hadi sasa yamepokea zaidi ya milioni 50 za watazamaji kwenye TikTok na Instagram. Dunia ililia pamoja naye. Hii sio vita tu, ni ujumbe kwa dunia. Shambulizi hili ni kumbukumbu la kuwa vita sasa havilengi tena majeshi peke yake, bali ndoto, akili na uhai wa watoto wasio na hatia. Ni wakati wa dunia kusimama, si kwa upande wa taifa fulani, bali kwa upande wa binadamu, utu na amani. Tazama kisa hiki kwa undani zaidi kwenye YouTube. Je, unataka kujua kwa undani kilichotokea? Unataka kuona picha halisi za jengo hilo kabla na baada ya shambulizi? Unataka kusikia sauti ya wanasayansi waliopoteza kila kitu? Ingia sasa kwenye channel yetu ya YouTube Hubah Online TZ. Subscribe ili usikose makala za kusisimsha, za kihistoria na zenye kugusa moyo kama hii. Kila wiki tunakuletea hadithi ambazo hazizungumzwi na vyombo vya habari vya kawaida, lakini ni muhimu mno kwa mustakabali wetu. Hubah Online TZ. Hapa ndoto, huzuni na ukweli vinakutana.